Jina langu naitwa Kitema Masatu. Mfanyakazi wa hapa. Mfanyakazi wa hapa kiwandani. Unafahamu nini ambacho kimesababisha kifo cha marehemu bosi wako? Kwa kweli siwezi kufahamu kifo kisababisha tukio la kusababisha kifo cha bosi wangu, kwa sababu nilikuja asubuhi kutoka nyumbani kuja kwenye kazi, nikakuta bosi wangu akawa amefariki. Ulikuta hali ikoje? Hali tulipofika tulikuta watu wengine wameshafika kwenye kazini. Tulipofika kazini tukakuta pale walinzi hawapo, halafu na bosi wetu hayupo ndani. Kwa hiyo tukafika wafanyakazi wote tukajumuika pamoja, tukaanza kumtafuta ndani ya kiwanda hapa. Baada ya kufika kwenye kiwanda hapa kumtafuta, baadaye ndio tukawa tumekuta amekufa, wamemtumbukiza kwenye maji pale mtaroni kwenye sehemu ambayo tunafanyia kazi ya kukata chupa zetu za uhai ambazo tunatumia. Mwili wake ulikuta ukiwa unaonyesha nini? Una alama za kupigwa? Una kitu gani ambacho ulikiona? Tulikuta kuna alama za kupigwa ambaye ilikuwa ni kichwani, walikuwa ubongo umetoka kabisa huko wazi, alafu na sehemu ya miguu alikuwa amekatwa sehemu ya miguu ya mishipa ya miguu kwa nyuma. Na baada ya kukuta hivyo, kama wafanyakazi mlifanya nini mkiwa mmeshirikiana kwa pamoja? Wakati tumefika hapa, baadaye taarifa zilitoka polisi. Baada ya kuwa kaka mdogo wake alikuja akawa ametoa taarifa polisi, akawa askari wamekuja hapa kwa kuangalia zaidi kilichokuwa kimetokea. Baada ya hapo, wafanyakazi walikuwa wanasemaje kutokana na tukio hilo la kikatili ambalo limefanyika na kufanyiwa bosi wao mpaka kumpotezea maisha yake? Kwa ujumla sisi wafanyakazi imetugusa pakubwa sana, kwa sababu tegemeo letu lote lilikuwa ni kwa bosi ili kutuendeshea maisha yetu ya kila siku yani. Na kwa upande wako kama mfanyakazi, kiongozi huyu ambaye ametangulia mbele ya haki alikuwa ni kiongozi wa namna gani hapa kiwandani? Alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa kampuni hii hapa, alafu alikuwa ni mtu ambaye tulikuwa tunafanya naye kazi kwa muda mrefu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ana hasira, lakini hasira baadaye alikuwa anashusha hasira zake kulingana na wafanyakazi tulivyo, kwa sababu watu wengi tunafanya kazi kwake. Kwa hiyo huwezi kuelewa kila mtu alikuwa na tabia namna gani kwa wafanyakazi wale, lazima anakuwa na ile hali ya kuangalia wanafanyaje kazi kwa ujumla. Na tukio la namna hii la kikatili kufanyika hapa kiwandani ni tukio la ngapi hili? Anafikiri ni tukio la kwanza. Nini rai yako kama mfanyakazi wa kiwanda hiki kwa tukio hili ambalo linawahusisha wanaodaiwa kuwa ni walinzi wa hapa, wametajwa walinzi wa Kimasai? Anafikiri sheria zisichukue mkondo wake tu kwa kufuatilia hilo swala hilo. Kwanza ningependa kufahamu jina lako na wewe hapa upo kama nani? Naitwa Leonard Anton. Hapa ni mfanyakazi wa kiwanda hichi. Siku ya tukio hili ambalo limesababisha kukatisha uhai wa raia huyu wa Kichina ambaye ni mmiliki wa hapa, ilikuwaje wakati wewe unakuja kazini? Wakati nakuja kazini asubuhi ilikuwa mida saa 2 kasoro. Nilipofika hapa getini nilisikia kwamba kuna ya tofauti kidogo. Na wafanyakazi wamekusanyika makundi. Walipofika hapa tukana nasikia mabosi haonekani, anatafutwa, afu walinzi wanaenda pale gate walikuwa wameondoka. Sasa hatukujua kinaendelea kitu gani. Utabidi tusikilizie haitavokuwa. Baada hapo tukaambiwa bwana, saidieni kumtafuta bosi alipo popote, kwa sababu wale walinzi wa kule gate la kule walisema bosi hakutoka. Unaona? Walitoka ni walinzi wa hapa. Wakaleta gate la hapa kwetu. Walikuwa wametoka. Kwa hiyo tukaanza kuzunguka huku kote kumtafuta. Kwa bahati nzuri tukamkuta kule mtaloni akiwa ameshafariki tayari. Na mlimkuta ipo kwenye hali gani? Tulimkuta ameshakufa tayari, maana alikuwa anaonekana upande huu mmoja. Maana inaonekana alimuua, baada ya kumuua akamtupia kwenye mtaro kule. Hebu shusha kwanza barakoa kidogo tukusikie vizuri bana au hivi. Na wakati mnamtafuta mlitumia muda gani mpaka kuja kukuta mwili wake tayari upo kwenye mtaro, na kama unavyosema kwamba mmemkuta tayari alikuwa ashafariki? Ni kama nusu saa hivi. Nusu saa tulitumia kumpata. Na mlizunguka maeneo gani hapa ndani mpaka mkaja mkamkuta huko? Maeneo ya kiwanda yote tulizunguka. Kuanzia huku ndani kule mpaka huku nyuma. Na utaratibu kila siku ambapo mnakuwa mnaingia kazini, hali inakuwaje pale ambapo mnakuwa mnaingia kazini, na siku hiyo hali ilikuwaje? Utaratibu tukiingia kazini ilikuwa kawaida tu, maana bosi ndio huwa anakuwa kashamka mapema tunamkutaga.
Bwana akifika hapa anapanga kazi zinaendelea kama kawaida. Sasa siku hiyo kuna mwenzetu mmoja ambaye aliwahi asubuhi hapa. Yeye kazi yake ilikuwa ni kuwasha moto huko. Kwa hiyo alikuwa amefika hapa getini tangu saa 12. Alikuwa anagonga geti. Mara nyingi agonga geti wao askari hapa wanakuja wanamfungulia. Kwa hiyo siku ile hawakuwepo. Kama hawapo wakichelewa kufungua, bosi mwenyewe anatoka na kuja anafungua. Sasa siku bosi naye kugonga geti muda mrefu, geti likalifunguliwa. Karibia anaelezea anaelezea karibia nusu saa nzima. Kwa hiyo kabidi apige simu kwa meneja akampigia yule mzee alikuwa ndani ndio geti kuja kufunguliwa. Maana ya mchina mwingine. Ndio. Kwa baadaye tena gari zikiingia za chupa zinapimwa pale. Yule mchina mwingine akaanza kumtafuta bosi. Nesi labda mazingira malipo labda amgaie pesa. Baadaye kumtafuta akuonekana, sasa ndio kitaruki kanzi hapo. Bana bosi mbona haonekani, alafu simu yake kaiacha ndani kule na sio kawaida yake. Mlifanya nini sasa? Bosi haonekani, magari yanaingia, yanahitaji pesa zao na mchina mwingine ametoka kwenda kumtafuta bosi. Nyinyi kama wafanyakazi ilikuwaje hapa ndani? Ndio hivyo, nilifika tumekuta tumeka makundi, ndio baadaye tukaambiwa namtafuteni bosi popote alipo, maana kule nje taarifa imetoka hajatoka kabisa getini. Umeona? Kwa maana yake bosi alikuwa huko ndani. Ndio kumtafuta tukamkuta kule mtaro. Na pale mlipomkuta kwenye mtao palikuwa na hali gani ambayo ilikuwa inaonyesha labda utofauti na siku nyingine ambapo kama mkiwa mnatembelea maeneo hayo yanavyokuwa? Tulikuta damu na viatu vyake pembeni na mwili wake ulikuwa kwenye mtaro tayari. Na vipi kuhusu wao walinzi ambao wanadaiwa ni Wamasai ambao wanalinda, mliwakuta au mlipata taarifa zao zipi? Inasemekana waliondoka usiku. Kwa hiyo hatukuwakuta asubuhi hapa. Na siku zote ambazo nyinyi mnakuwa mnaingia kazini hapa au Wamasai wanakuwa wapo kwenye hali gani? Na mkiwa mnawatazama labda wanaviashiria vyovyote labda vya kuonyesha kwamba ni watu hatari au kuna kitu chochote ambacho nyinyi kama wafanyakazi mshawahi kuhofu? Hapana. Ila kuna mmoja yule nisema ni mrefu kidogo. Alikuwa mara nyingi sana huwa akikaa pale ananoa panga. Hata mara mwisho kuna mwenzetu mmoja alimfanya kama kumsalimia hivi akamchumulia silaha sasa. Lakini watu tukajua hiyo ni vitu vya kawaida, labda alimtania nini. Lakini hatukujua chochote kinachoendelea kati ya siku ile. Maana ndio hivyo. Tukio kama hili kama wafanyakazi limewaumiza kwa kiasi gani? Tukio limetumiza kwa kiasi kubwa kwa sababu ukiangalia watu wengi hapa sasa hivi wamepungua hapo nyumbani, kuna kazi inaendelea. Wachache ndio tupo hapa. Kwa hiyo hadi ni tofauti kwa kila mtu. Na kwako kutaka kumzungumzia marehemu kwa maana ya bosi mwenyewe, alikuwa ni bosi wa namna gani mkiwa kazini, mkiwa hapa ndani, mkiwa mna join pamoja kwa maana ya kiongozi na mfanyakazi wake? Bosi alikuwa anapenda kwanza kazi yake uifanye kwa usahihi. Apende makosa katika kazi. Pia alikuwa ni mcheshi, mtu wa masiara. Ndivyo. Na ndivyo. Pole sana. Asante. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetoa taarifa kwa umma kuwa Mei 16 mwaka 2026 majira ya usiku eneo la Mabibo, Ubungo, Dar es Salaam, mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Bao Zhangye mwenye umri wa miaka 50, raia wa China, mmiliki wa kiwanda cha kuchakata chupa Shili, alishambuliwa na walinzi binafsi wa kiwanda chake na kupelekea kifo chake. Upelelezi wa tukio hilo unaendelea ili watuhumiwa wachukuliwe hatua zaidi kali za kisheria. Imetolewa na kamanda kanda maalum ya polisi Dar es Salaam Mei 19 mwaka 2026. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.